tunasema pole, lakini pamoja na hayo yote tuna shaka ni nini ambaye imefanyika na ni kwa nini hatukuelezewa wakati ile ambapo tulianza kuambiwa kwamba ameaga tangu last week Tuesday mpaka leo. Ilikuwa tu story kwamba Raila Amolo Odinga ametuacha. Ilikuwa sana kwa social media na watu wengi wanatamka, wengine lakini unaona ile mambo ambayo yanazungumziwa haiweki wazi vizuri. Mimi kwa majina naitwa Salim Mganga. Jambo ambalo nilikuwa nataka kuongea ni kwamba ni kupeana condolences za Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ambaye aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya mwaka wa 2008 mpaka 2012. Jambo nimesema pole sana kwa jamii, familia na marafiki wa mzee Raila Amolo Odinga kwa sababu ya kutuacha. Nasema kwamba kifo, mauti ni kitu inapeanwa na Mwenyezi Mungu na imepewa wakati wake ule ambaye alikuwa ametarajia kwamba inamfaa. Sisi kwetu naweza sema kwamba ni pigo kubwa sana katika ulimwengu wa siasa katika nchi ya Kenya, kwa sababu hii ni mambo ambaye hawako wanatarajia. Lakini sisi wa Kenya wa kawaida tuna shaka sana kwamba huyu mzee kama alienda jana ama leo vile ambayo wanasema. Tunaona ni kama iko na karibu wiki. Wakati ule ambao tuanza kusikia fununu kwamba ameshaenda, nadhani ni kwamba wakati huo ndio alikuwa ameshaenda, kwa sababu tangu wakati huo kwa vile ambao tunamjua naelewa kwamba Raila si mtu wa kuamka asubuhi na uongee story yake akataka kureact. Hiyo ni jambo ambalo tuna uhakika kwamba ni jambo ambalo lilifanyika hivyo. Kwa hivyo katika ulimwengu wa siasa tuna mashaka mingi sana, tumebaki kila mtu akiwa na maswali chungu nzima. Bali na wale ambao wanasema kwamba watu wa opposition wanaiangalia, wanazungumzia, lakini ukweli ni kwamba katika kifo chake vile ambayo mambo yameenda na safari yake diaje kuaga dunia imefanya mambo mengi kadhaa ambaye imetuacha sisi wote tulikuwa mdomo wazi. Vile bodyguard yake alikuwa mgonjwa within a duration of 1 week na akaaga, kitu ambaye ieleweke vizuri. Vile mkubwa wa CDF vile alienda, ambaye tulikuwa naelewa kwamba ni mtu ambaye alafu baadaye vile Raila ameenda. Wote ni wa area moja kutoka Siaya, kila mtu wote akabaki akiwa haja. Kwani kumeenda namna gani? Kwa hivyo ile jambo ambalo tunaweza sema kwamba tunasema pole, lakini pamoja na hayo yote tuna shaka ni nini ambaye imefanyika na ni kwa nini hatukuelezewa wakati ile ambapo tulianza kuambiwa kwamba ameaga. Ilienda kwamba ameaga mpaka mwisho baadaye government imetangaza rasmi ameaga. That means ni kama wakati ule ambaye ameanza kusikia fununu kwamba ameaga ni kama wakati huo ndio ameaga. Tangu last week Tuesday mpaka leo ilikuwa tu story kwamba Raila Amolo Odinga ametuacha. Ilikuwa sana kwa social media na watu wengi wanatamka, wengine lakini unaona ile mambo ambayo yanazungumziwa haiweki wazi vizuri, lakini mwishowe umewekwa wazi kwamba ametuacha. Kwa hivyo kwa wale ambaye wamekuwa mpenzi wake na watu wake wale ambao walikuwa na wafuasi wake kama mtaa mimi ambaye tumekuwa naye for so long time, nimesema kwamba poleni sana kwa sababu ni mpangilio wa Mungu na tuwezi kuepukana naye. Kwa hivyo hayo ndio jambo ambaye imetusikitisha, but kwa wakati kama huu kwanza tuache siasa kidogo ili tuweze kusika, kwa sababu tuweze kumzungumzia mzee, kwa sababu sasa tukisema tuweke siasa itakuwa hatari kwa usalama. Kulingana na wisdom yako ama your thoughts, what do you think iliua mzee? Sababu watu wameongea mambo mingi sana, kuna wanasema sijui, lakini najua kuna kitu ambavyo kitakaa unajua nini nadhani iliua Raila. Mimi sikuangi na wisdom as such, but niko na kiasi kiwango kwamba
kwa sababu mimi most of the time huwa nashirikiana na vijana na ni wasomi. Kwa hivyo huwa wananifahamisha tu mambo kadhaa na zile zingine ambaye niko na ile natural wisdom. Ninaelewa ni kama mimi nikiangalia katika hii mambo vile ambaye mambo inaenda, ni kama wakati ile ambaye walianza story ya Raila akasema kwamba ni nani ameuliza, nimewambia kwamba ODM huwezi weka mwingine president candidate, haina candidate. According to me ndio labda hiyo inaita Kodiak, hiyo kitu kama hicho Kodiak arrest ni kama ilianzia hapo. Si kama hiyo kutamka hiyo neno ni makosa ama ni, lakini hiyo mambo kuanzia wakati huo ndio kulianza kuwa na mishukashuko na vitu ambavyo sieleweki. Kwa hivyo tangu wakati huo ikawa ni hivyo, lakini according to me hii mambo ya Raila Amolo Odinga kifo chake hakijaeleweka haswa ni nini ambaye alikosa, but ina maswali chungu nzima. Kila mtu amebaki na maswali chungu nzima kwa kwamba tuna wasiwasi ni nini ambaye alifanyika, kwa sababu wakati ambaye kulianza kwa kwamba hata ODM by the end of the day itasimamisha mtu wao. Sasa hapo ndio mambo ilichamuka. Yes. Rais amesema kwa anapeana 1 week watu wa Mondi like moment ya Raila Amolo Odinga. What your take on that? Unaweza kuweka 1 week watu wa Mondi na katika hiyo 7 days ambao wamesema kwamba watu wa Mondi na hiyo hapo unabaki na maswali. Bona 1 week? Bona 1 week? Kwa sababu kwa uwezo ambao tuko naye hata kwa 3-4 days ni enough, ama iongezewe kwa sababu ya mambo, kwa sababu kama ni watu ambao wanastahili kuja 1 week ni kubwa. Lakini kulingana na mimi ninaona kwamba ni kitu ambaye natuacha kila mtu akiwa na question mark. Hata hiyo 1 week nasema kwamba ni mtu ambaye alikuwa anaheshimika. Kwa kweli ni mtu alikuwa anaheshimika, but ni US government mlikuwa mnamheshimu? Hiyo ndio swali tu. Nasema kwamba anapewa nafasi aweze kuongea mao, aweze watu wake waweze kumoni, lakini katika hiyo kumoni ili ni nani ambaye anasimamia na ni nini ambaye anafanyika ili tuweze kuelewa. Kwa sababu kitu ya kwanza unajua ule bwana ni kipenzi cha wananchi wa kawaida more than government. Kwa hivyo ile ambaye ametupatia heshima ni bendera huko ni Mlingoti, na tufanye na functions za government simame kuanzia hapa mpaka wale wako ng'ambo. Lakini hii sisi wenyewe tuna shock what happened, na alikuwa kwanza, kitu ya kwanza tungestahili kuwa kama tunaelewa alikufa lini na ni nini ambayo ilikosa. Lakini hiyo si story ya Kodiak arrest. Hii mambo ya Kodiak arrest tuna matatizo naye sana. Anyway kulingana bila ambao anasema, kwa sababu ni wakati wa kuomboleza tunatulia, lakini ukweli ni kwamba hapo ya mambo ya Kodiak arrest ina shida. Na last statement ambayo Raila Amolo Odinga aliongea ni ile ambaye alisema kwamba ni nani, aliuliza kwamba ni nani aliwaambia kwamba hatuna president, hatuna candidate, ODM haina candidate come 2027. Hiyo ndio duka. That means sasa mimi on my side nikaona labda hiyo kutamka ni kama hiyo ndio Kodiak arrest. Mimi ni mzaliwa wa South Eastern Province, na ikiwa mimi ni mzaliwa wa South Eastern Province, sijui watu wa Luo Nyanza wanafikiria nini kuhusu nani next kingpin wao. But ile kitu ambaye naweza kuashua ni kwamba next governor
next governor. Next, mpaka hapo tumefika. Next governor wende kawa ni Babu Owino. Kulingana vile ambaye vijana wanachangamka naye na anasema wako na Babu Owino kwa sababu unajua kwa change ni ngumu, na this time round vijana ndio kusema, kwa sababu ndio wengi na hao ndio wameteswa kwa muda mrefu wakiambiwa kwamba ni future leaders, na wana remain kwa viti, kwa sababu kulingana vile ambaye mimi naona Mheshimiwa Ruto aliamua aweke dynasty, wakae na dynasty vile ambaye alikuwa anasema na dynasty. Kwa hivyo itabidi yeye pamoja na hiyo dynasty wapigwe nao vijana, kwa sababu sasa tayari yeye mwenyewe ni part of dynasty. Kwa hivyo according to me, Babu Owino ndio next governor, na vijana wameamua kulingana vile ambaye mimi naelewa, na ule ambaye hajaelewa anaeleza hiyo. Kwa hiyo muda wata make sure kwamba ameshaelewa kwamba next governor of Nairobi ni yeye, no matter anapendwa na watu wa kabila yake ama si wa kabila yake, kwa sababu in Nairobi ni cosmopolitan na watu wengi wana kabila mingi wanamtambua more than vile ambaye watu wanaona. ODM mimi ni member na one of senior members, lakini pamoja naye ninaona kwamba tutayumba mpaka tuje kupata msimamo, kwa sababu wale ambao wanasema kwamba wao ndio viongozi sio ni vile ambao wanaweza kuongoza kama extent kama vile na ile alikuwa anaongoza. Kuna message kwa Kenyan government right now? Kenyan government ya kwanza naweza sema kwamba naweza kuambia ndio tumeshukuru sana kwa sababu tupatia muda ya kuomboleza ndugu yetu ama kiongozi wetu Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Hiyo tumeshukuru. Ya pili, message ya pili ambayo naweza kuambia ni kwamba wajaribu watuelezee kinagaubaga ni nini ambayo mzee alikuwa mgonjwa wapi na aliaga lini, ili tuweze kuelewa. Kueleza si makosa, kwa sababu katika katiba ya Kenya kuanzia article 19 mpaka article 50 something inaelezea mambo ya haki ya information, haki ya kuuliza maswali, haki ya kujibu maswali na hali kadhalika. Mambo kuna right of information, kuna right of expression, kujiexpress, ili niweze kuelewa, muweze kunielewa inasema nini. Kwa hivyo tungependa sana kama itawezekana watuelezee ni nini mzee alikuwa mgonjwa wapi na aligonjeka lini na alitibiwa wapi na aliaga lini. Simple, ili tuweze kuelewa, sio tuna maneno, lakini kwanza kuelezwa tuweze kuelewa ni jambo la maana, lakini si mambo ya kutuambia mzee ameaga tumekupatia 7 days na ombolezi 7 days alafu hiyo story ishe. Hiyo hapana. Ile kitu ambayo atafanya ni tuelezee vizuri aliaga lini, alikuwa mgonjwa lini na akaenda wapi, baada ya kutoka hapo akapeleka wapi na akapeleka wapi, ndio kisha baadaye akaaga wapi na lini. Hivyo tu. Hatuna mambo, kwa sababu kitu ya kwanza is not about Luo community, is about Kenyan people. Kwa sababu sisi wakati ambao tulikuwa tumefuata, si hatukuwa tunamfuata as Luos, tulikuwa tunamfuata as our leader. No matter na kabila, kama watu wa Lower Eastern Province walikuwa wameshikilia Raila for the last 15 years wakiwa naye pamoja bila kumuondokea. Kwa hivyo sielewi vile ambayo tunaweza kuwa kama wako against yeye. Kwa hivyo we want to know why ilifanyika namna hiyo, ni lini ilifanyika na ni wapi ilifanyika na alifanyika baada ya kufanyika, na mbona mtu kutufahamisha, mbona ndio tuweze kuelewa. Simple, si case bali ni kuelewana, tuweze kuelewa ni nini ilifanyika na ilifanyika lini, wapi na ni nani alikuwa karibu, tuweze kuelewa. Kisha baadaye tumalize mambo zetu na tuendelee, alafu kisha baadaye tutajua ni nani ambaye atakayekushikilia. Kwa sababu kwa wale ambao wanafikiria na mawazo yao wanasema kwamba Raila alikuwa ndani ya government, lakini mimi naelewa kwamba Raila ni kiongozi wa upinzani for the last miaka mingi, tangu 1990s tulikuwa naye katika ulimwengu wa siasa na kuwa against government for that long. Nadhani kwa muda ile ambaye ameshirikiana na government ni mdogo sana. Hii mwingi tulikuwa against government, na tukiwa Azimio tulikuwa against government. Sielewi
kama mnasema alikuwa kwa government as who. Kwa hivyo tunaelewa kwamba ule mzee tulikuwa naye katika opposition, na kama kuna wale ambao wanasema kuna watu wa opposition, yeye mwenyewe alikuwa part of opposition. Thank you.